Karibu Santiago Bernabeu, karibu sana katika mwendelezo wa La Liga EA Sports. Karibu sana katika michuano bora yenye msisimko wa namna yake. Karibu katika ligi ambayo ina msisimko wa kipekee sana. Karibu sana katika hekalu la Santiago Bernabeu. Ni moja kati ya viwanja bora kabisa na alama ya mafanikio ya Real Madrid, lakini inabaki kuwa ni sehemu kubwa na ya kihistoria ikiendelea kutembelewa na watu mbalimbali. Kikosi cha Real Madrid hii leo, mabadiliko kadha wa kadha akiwa yamefanyika, ikiwemo katika lango akiwa ameingia Andre Lunin, lakini pia mabadiliko David Alaba akiwa anaingia katika kikosi pamoja na Fran Garcia. Asensio pamoja na Lucas wameendelea kuwa sehemu ya kikosi. Aurelio Tchouameni hii leo amerejea katika eneo lake asilia kwa maana ya kiungo. Luka Modric yupo katika kikosi. Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Rodrigo, lakini amerejea mara baada ya kadi nyekundu kuitumikia vyema Jude Bellingham, na huu unakuwa ni mchezo wake mwingine akiwa anaendelea kuaminiwa na Carlo Ancelotti. Na hii leo unaweza ukaona mashabiki namna ambavyo wamekaa, bila shaka matokeo ya punde tu yale ambayo wameyapata. Atletico Madrid yameweka katika nafasi nzuri Real Madrid kama wanapata ushindi katika mchezo wa hii leo, na unaweza ukaona namna ambavyo mashabiki wamekuwa na bashasha. Utaratibu wa kawaida kabisa unaendelea, mwamuzi akiwa na toss shilingi ile ili kungamua nani ataanzia wapi na nani atakuwa wapi, huku akiwa wanapeana fair play. Lakini picha za kumbukumbu zinaonekana, VAR itakuwa ikitumika kama ilivyokuwa katika michezo mingine ya La Liga EA Sports. Ni mechi nzuri, ni mechi ambayo inamkutanisha Real Madrid dhidi ya Rayo Vallecano. Mechi nzuri kweli kweli, na Rayo Vallecano walitoka kupata sare kwenye mchezo uliopita, sare ya bao 1-1, mechi ambayo ilichezwa tarehe 1, na hii ni mechi nyingine ambayo wanaingia kwa ajili ya kwenda kuonesha ubabe dhidi ya Real Madrid. Mechi ambayo walipata sare ilikuwa ni dhidi ya Sevilla, lakini pia walitoka kupoteza mechi dhidi ya Villarreal. Inigo Perez anaingia katika mchezo huu akiwa anakosa nyota muhimu kweli kweli katika kikosi chake, akiwemo Abdul Mumin, nyota wa kikosi cha Ghana, anakosekana. Lakini Carlos Minaro, huyu ni daktari wa FC Barcelona, jana taarifa yake ilitoka ikiwa inaashiria, ikiwa inatoa taarifa kwamba taarifa ilitoka rasmi kuwa amefariki, na jambo ambalo lilifanya mchezo wa FC Barcelona jana kupangiwa siku nyingine kutokana na uzito wa jambo lenyewe, na hivyo imefanya pia kabla ya mchezo kukumbuka na kumpa dakika moja ya kumbukumbu. Dakika muhimu ya ukimya hiyo ikiwa imepita, ikiwa ni sehemu ya kumkumbuka daktari wa FC Barcelona ambaye ametangulia mbele ya haki. Anawakosa kocha Inigo Perez, anaendelea kuwakosa Nteka, lakini anamkosa Camilo Isi Monterrey, na jambo ambalo linafanya miongoni mwa timu ambazo zimekuwa hazina matokeo mazuri kutokana na kukosa baadhi ya nyota ni Rayo Vallecano. Lakini mwamuzi wakati anatazama saa yake vyema ili kuona namna gani ambavyo kabumbu litaanza kwa wakati sahihi na muda sahihi. Hapa kinachosubiriwa ni kipenga cha mwamuzi tu kuruhusu kabumbu kuanza. Mechi ambayo inasubiriwa kwa hamu kwa mashabiki wa Real Madrid. Mechi ambayo kama Madrid watashinda basi watapunguza gap baina yao na wanaongoza ligi ambao ni Atletico Madrid. Karibu sana mwanamichezo popote pale ulipo. Huu ni wasaa wa kuzimulika dakika 90 kwa kwanza na dakika 45. Hii ni La Liga EA Sports, ligi bora kabisa na yenye msisimko wa namna yake. Real Madrid dhidi ya Rayo Vallecano, ukiwa ni mwendelezo wa La Liga EA Sports, na hii hapa ni mechi nyingine ya kibabe, ikiwa ni match day 27 kwa maana ya mzunguko wa 27. Ni Real Madrid dhidi ya Rayo Vallecano. Haya, pokeza mali ile, pitisha mpira katika nafasi, lakini ameingia David Alaba kwenda kutandika manuari ile. Lucas Vázquez gonga mali vizuri. Bellingham, Jude pitia mpira lakini amenyang'anywa. Nachukua tena, safari inaanza upya, mipango inasukwa sawa sawa, imewekwa katika upande wa pili. Amechukua vyema Afonso, piga pasi katikati ya uwanja. Pathis amebadili sasa, umekwenda kwake Andre Ratu. Mbaba
Amekosea pasi yake jinsi ambavyo anapiga, amekwenda kuipoka mali Vinicius. Yeye na mmoja, Vinicius amepiga malingi, amekubali. Vinicius weka vipos, mpira umekataliwa, ule umekwenda nje. Kazi nzuri akiwa ameifanya Hernandez na kupeleka mpira nje. Mwenye anapiga makofi akiwa anaashiria anajipongeza walau kwa kile ambacho amekifanya. Florian Jean tayari alikuwa ameshakubali kwa kazi ambayo ameifanya Vinicius. Vipas ilikwenda kukataliwa na Aridan Hernandez. Na analalamika Vinicius akiwa anasema hakusikia kama kuna mwenzake yuko karibu pengine ampe pasi ile. Ilikuwa nafasi nzuri ambayo alipata Madrid, alikuwa anaondoka Vinicius Junior, lakini pasi ambayo alicheza lengo lake ilikuwa ni mpira uingie ndani ya 18 sehemu ambapo alikuwepo Kylian Mbappe, lakini kwa bahati nzuri defender huyu wa Rayo Vallecano akafanya kazi yake kwa ubora wa hali ya juu, akaondoa mpira kwenye hatari. Haya, mchezo umepigwa juu ule, medondoka kwake Mbappe. Meituliza mali. Mchezo umeanza kwa pressure kweli kweli. Vasquez, Fran Garcia amechagua kumtazama Vasquez alipo. Meipeleka chini kwake Lunin. Mipango inaanza upya. David Alaba ameshaipokea mali ile. Mecheza na Fran Garcia. Kwake Vinicius. Atazama nani wa kucheza naye, ameamua kupoza mashambulizi. Taratibu sasa wanaanza tena Real Madrid. Mipango inasukwa upya. David Alaba. Hii ni mechi yake ya 5 msimu huu. Hajacheza mechi nyingi. Hiyo ni kutokana na majeraha ambayo amekuwa akiyapata ya mara kwa mara, jambo ambalo limemfanya Aurelien Tchouameni kutumika zaidi kama center back kutokana na idadi ya center back ambao walikuwa wakikosekana. Na hii leo pia Real Madrid wameamua kupumzisha nyota wao muhimu, na miongoni mwa wachezaji ambao wamewapumzisha ni pamoja na Toni Rudiger pamoja na Courtois. Nakumbuka wana mechi muhimu kweli kweli ile ya UEFA Champions League wakicheza dhidi ya Atletico Madrid. Fran Garcia yuko na mali sasa. Amekimbia katika eneo zuri Vinicius. Anao mpira Vinicius Junior, anapiga malingi leo na anakubali. Badili upande, lakini alikopiga mpira umembabatiza mtu. Fran Garcia. Modric. Vinicius Junior yuko na mmoja, na hesabu 1 2 3. Mbappe amepita, piga mpira ule lakini umembabatiza mtu. Bado tena Aurelien Tchouameni amekwenda kucheza, na kwa namna ambavyo amecheza mwamuzi ametafsiri kuwa ni madhambi. Alikuwa anazuia mpira Tchouameni, angalia, na alimgusa, alimsukuma kwenye mgongo na kalala chini. Ni dhahiri shairi kwamba ni foul. Amekwenda kufanya uokozi. Pressure bila shaka. Na Lunin na muda mrefu pia hajacheza. Fran Garcia amefanyiwa madhambi na yuko chini. Licha kwamba hajacheza muda mrefu Andre Lunin, lakini ni miongoni mwa wachezaji ambao wana takwimu nzuri sana. Amecheza michezo 3, ana clean sheet 2. Mmoja wa magolikipa ambao pia wanapewa nafasi ya kuwa magolikipa muda mrefu zaidi kwenye kikosi cha Real Madrid. Rodrigo. Andre Lunin alianza kupata nafasi ya kucheza pia muda mrefu kidogo, pamoja na kwamba Thibaut Courtois anafanya kazi nzuri, lakini ni moja ya backup goalkeeper ambao ni bora zaidi kwenye kikosi cha Real Madrid. Alikwenda Kepa Arrizabalaga, kacheza baadhi ya game, lakini kwa kadri muda ulivyokuwa unakwenda Andre Lunin akaifanya kazi ambayo Carlo Ancelotti aliendelea kumwamini msimu uliopita, na akawa akicheza zaidi Andre Lunin. Courtois alikuja mwishoni sana katika zile mechi za UEFA Champions League na kuwapa title Real Madrid. Anabaki kuwa miongoni mwa magolikipa ambao wamefanikiwa wakiwa na jezi ya Real Madrid. Yange. Amefanya vizuri akiwa na Madrid, lakini anaweza kukosa ile sifa ya ulijendari wa Madrid, hasa baada ya kuitelekea ya kuitumikia klabu ya Atletico Madrid. Wenyewe anakuambia ukicheza Real Madrid alafu kama umecheza Atletico Madrid unakosa ile sifa, au kumbuka ni watani wa jadi. Haya, nafasi nzuri kwake Garcia, amembabatiza mtu, mpira umekwenda nje. Ni kona hiyo. Lucas Vasquez alikwenda kufanya kazi nzuri, nahodha msaidizi huyo, na leo kitambaha kiko kwake, kiko kwa Modric. Mkongo Luka Modric akiwepo uwanjani atavaa kitambaa, lakini Lucas Vasquez ana kazi kubwa. Upande wake unaonekana kuwa na kwenye pressure kidogo, tofauti na upande wa kushoto. Acha tuone Pedro Diaz atafanya nini.
Kona hiyo ameshainyonga, acheza mpira juu katika nafasi, gonga mpira lakini umekwenda nje. Hernandez kichwa chake ni kama akiutazama vyema, lakini ni kama alipokea pressure pia kutoka kwa Pathis. Tazama kona hiyo ilinyongwa vizuri kabisa. Fernandez ni kama alikuwa anataka kupiga mpira, lakini Pathis akitokea nyuma yake ni kama alipeleka pressure ambayo haiku. Vinicius, Vini ameingia katika kisanduku. Vini memkamua mtu vyema. Vinicius weka kwa Rodrigo, lakini mpira ule umekataliwa akiuondoa Pep. Bado tena upo katika eneo la kucheza. Vini amemkamua mtu vizuri. Wow, what a touch. Vinicius yuko na mpira, hatari yake iko hapo, weka cross ndani. Rodrigo gonga mpira ambao umekwenda nje. Hata hivyo mwamuzi ametafsiri kuwa ni kona. Vinicius Junior ni miongoni mwa wachezaji hatari sana kwenye kosti ya Real Madrid, na kama utamwachia nafasi mara 2 mara 3 anaweza kukuadhibu. Angalia namna ambavyo anafanya movement kwenye kushambulia. Mipira yake mingi imekuwa ya hatari mno, na leo Rayo Vallecano anapaswa kuwa makini zaidi. Kona imenyongwa ndani, lakini amekwenda kucheza Augusto. Nafasi ya kutengeneza shambulizi la kushtukiza, mpira mrefu ule umekwenda nje. Haya, anakwenda kwa kasi Fran Garcia, lakini kasi ya mpira ni kubwa kuliko kasi yake, mpira umekwenda nje. Na kwenye miaka hiyo ambayo pia unazungumza, Real Madrid ilikuwa inaonekana kama ni timu ya kifalme. Timu ambayo pia hata namna ambavyo ilikuwa inaendeshwa kifalme zaidi kwenye miaka hiyo ya nyuma. Lakini ndio kitu ambacho kilipelekea pia uhasama mkubwa baina yao na klabu ya Barcelona. Sio watani wa jadi, lakini ni timu shindani. Na ukumbuke miaka hiyo pia Barcelona anatoka kwenye jimbo la Catalunya, jimbo ambalo mpaka leo linaamini kwamba wao wanastahili kuwa nchi ambayo inajiongoza. Wanatoka vizuri tu Rayo Vallecano. Pokea mali vizuri Adrian. Mekwenda nje, utakuwa kurusha huo. Jude Bellingham sofa msimu huu katika michezo 20 ambayo amecheza amefunga mabao 7 na kuasisti mara 6. Tazama nafasi nzuri sana hiyo akiwa ameipata Aridan Hernandez, kina ameshindwa kutumbukiza mpira katika wavu. Mtakatifu Luka. David Alaba cheza mpira nyuma kabisa kwake Andre Lunin. Kamata mali, hakuna pressure. Real Madrid 0, Rayo Vallecano 0. Pressure ya mchezo huu inatengenezwa na namna ambavyo msimamo ulivyo. Kama Madrid atapata matokeo ya alama 3, tafsiri yake anakwenda moja kwa moja kileleni. Haya, metoka sasa Augusto Batala. Anao mpira Batala. Vini amepeleka pressure. Batala bado yuko na mpira, lakini ameamua kucheza na center back wake. Batala tena. Sio eneo zuri sana kuendelea kukaa na mpira, lakini Batala amejiamini licha kwamba mpira ule aliupiga tayari umetoka nje kwa tafsiri ya mwamuzi. Goalkeeper ambaye anajiamini kutokana na footwork yake nzuri. Alikuwa anataka kumsumbua Vinicius Junior, lakini kwa bahati mbaya mpira ukawa umetoka nje. Lakini ameonyesha uwezo mzuri by the way. Lakini pia hata baada ya kumrudishia mpira defender wake, pia defender naye alimwamini akamrudishia tena. Luka. Imepigwa safari, imepigwa vieta na imefika ile. Kama angekuwa anacheza vieta maana yake kala, maana mpira ule umefika. Haya, Rodrigo meiweka kwake Vasquez. Yuko na mpira. Rodrigo tena. Kylian Mbappe ndiye chaguzi sahihi na ameupeleka mpira sehemu sahihi. Mtakatifu Luka, muite Luka Modric. Baada kupitisha mali ile, lakini haijaenda vile ambavyo anataka. Hata hivyo amekwenda kufanya recovery. Mwamuzi ametafsiri ni madhambi yamefanyika hayo. Mechi inaonekana kuwa na pressure hasa kwenye eneo la katikati pia. Angalia namna ambavyo lenda Luka Modric. Na hilo ni tukio la goalkeeper wa Rayo Vallecano. Jitahidi kuonesha ufundi wake mbele ya Vinicius Junior. Pale ndio chupu. Ukisikia chupu ndio ilikuwa ile. Maana kama angeuchukua mpira na mwendo aliokuwa nao tungezungumza mengine. Miongoni mwa viungo waliochukuliwa wakiwa vijana sana na Real Madrid, wakiaminiwa. Pedisha pasi nzuri kwake Rodrigo. Anakitafuta kisanduku, amekipata tayari. Weka vipas, Jude ameuacha mpira. Umefika kwake Vini. Vinicius gonga mwamba ile. Weka tena kwa mara nyingine, lakini amekwenda kufanya kazi nzuri ya Augusto Batala. Kazi akiwa ameifanya vyema sana na mpira ameuchukua ule. Jaribio la kwanza la Vinicius halikukamilika. Kylian Mbappe naye akiwa anajaribu jambo, na Vinicius amekwenda kumpa pongezi akimwambia umefanya kazi nzuri. Tazama hii, Aurelien Tchouameni alipiga pasi ya hela hii.
Alipiga pasi nzuri Orange Chema kwenda kwa Rodrigo Goes, akacheza pasi nzuri kabisa. Ikamkuta Vinicius Junior, akaweka mpira wavu, akasukuma mpira kwa goalkeeper, akafanya kazi yake. Na of course mpira uligonga mwamba. Na mpira wa pili ambao amepiga Kylian Mbappe ndio ambao ameenda kukamata moja kwa moja. Yeah. Mashuti manne so far Real Madrid, mashuti mawili wakipiga Rayo Vallecano. Ya vieta nyingine hiyo imepigwa na imefika. Vinicius, mali imetuama vyema kabisa kama maji mtungini. Nao mpira Mbappe, Fran Garcia, Vini cheza na Bellingham, Jude, Luka Modric badili upande, mefika na anaicheza Asensio kwake David Alaba. Utulivu wa kutosha tu, ana uwezo wa kucheza maeneo tofauti tofauti, na hicho ndio ambacho anaonyesha David Alaba. Center back amesogea kwenda kufanya kazi ambayo mara nyingi pia amezoea kuwa anaonyesha. Anaweza kucheza pia kama fullback wa kushoto, kwa hiyo ameenda kumuonyesha Frank Garcia jinsi ya kucheza. Lakini alipata nafasi nzuri, by the way, alicheza pasi moja nzuri matata kabisa. Kwa bahati ilienda kumgonga mlinzi wa Rayo Vallecano. Kona hiyo, nahodha ameuanza mpira kwa Vinicius Junior. Vini atachagua kucheza na nani? Sio pazuri sana kumwachia awe na uhuru wa namna hiyo. Lucas Vazquez, kiwataja wale wachezaji wenye mataji mengi ndani ya Real Madrid, basi jina la Vazquez nalo talitaja. Rodrigo metazama, anaona parefu mno, maji ni marefu yale, amechagua kurejea chini. Mbappe, Kylian mekwenda kuifuata mali ile, mwamuzi anasema ni boli limechezwa. Haya, wanachanga sasa Rayo Vallecano, anazunguka na mpira ule, lakini amekataa Orange Chouameni, mpira umekwenda nje. Hata hivyo ni kama Real Madrid hawaridhiki. Kitazama jinsi ambavyo alikwenda Hernandez, Aridane aliingia na kucheza mpira kwanza, lakini unaweza ukaona kulikuwa na mguso. Aligusa mguu wa Kylian Mbappe, na ndio maana Kylian Mbappe alikuwa anaugulia pale. Kylian Mbappe, nyota ambaye mpaka hivi sasa anashika nafasi ya pili kwa kufunga magoli mengi kwenye La Liga EA Sports, akiwa anaongoza mkongwe. Cross, hivyo tayari mpira ulishatoka nje, ni goal kick. Amenyanyuka sasa Inigo Perez akiwa anatoa maelekezo, bila shaka yako mambo hajaridhika nayo hata kidogo. Na kwa namna mambo yanavyokwenda, timu yake inaonyesha uhai, lakini uhatari bado. Wamefanikiwa kuzuia kwenye dakika hizi 24. Wameazuia vizuri Real Madrid, mashambulizi kadhaa ambayo wametengeneza Madrid hawajaweza kuwa na faida. Lakini pia nao pia hawajafanya maajabu makubwa kwenye lango la Real Madrid. Pata mipira kadhaa, lakini hawajaitendea haki vizuri. Bado mechi imebalance kwa timu zote mbili. Dakika ya 24 bado milango ni migumu kwa Real Madrid, lakini pia kwa Rayo Vallecano. Lakini bado dakika nyingi za kucheza. Bado dakika 21 utamatisha kipindi cha kwanza. Lakini ukihesabu dakika zote za mchezo ambazo zimesalia ni takribani dakika 75. Haya, mefika kwake Hernandez, mebadilisha upande, mpira mrefu, lakini Vazquez amekwenda kucheza yeye. Safari anaianza tena. Aridane, Hernandez, Gerard, Afonso Espino, Gerard tena amerejesha kwake Hernandez. Augusto Batalla anawaambia tulieni. Rayo Vallecano nao wanajaribu kuchanga. Florian Rijun maucheza kwake Andre Batu bado. Haya, meichukua sasa Luka Modric. Rafani na mpira, amecheza na Mbappe. Guso wa kwanza ukuwa mzuri sana wa Mbappe, mpira ukaenda mbali kidogo, lakini amejaribu kurejesha mchezoni. Fran Garcia, Madrid wanajaribu kuwavuta hivi Rayo Vallecano watoke katika eneo lao la ulinzi, wako wengi mno. Tunaona wanapiga back pass nyingi sana Real Madrid kujaribu kuwavuta. Lunini alikuwa anataka kusinzia, Orange Chouameni amekuwa option. Haya, Jude Bellingham
Umiliki wa kabumbu ni 62% kwa upande wa Real Madrid, 38% kwa upande wa Rayo Vallecano. Madhambi yakiwa yamefanyika. Jude Bellingham amefanywa madhambi. Tazama namna ambavyo alikwenda Florian Rijou, alikwenda kumvaa Jude Bellingham akitokea nyuma. Ni dhahiri shahiri ilikuwa ni foul ambayo mpata Real Madrid dakika ya 26. Bado milango ni migumu. Si Madrid au Rayo Vallecano ambayo mpata bao mpaka hivi sasa. David Alaba amepokonywa mpira sasa. Haya, wanaondoka katika nafasi nzuri. Ratu cheza mpira Kinurunini amefanya goga kwa mara nyingine, mpira umekwenda wide. What a chance. Gerard Gumbau, mpira wa pili ukitoka kwa Andre Runini, ulimkuta katika nafasi nzuri sana. Tazama Vinicius Junior ni kama alisinzia hivi. Andre Ratu akapita na mpira. Jaribio la kwanza Andre Runini akakataa, mpira wa pili ulikwenda kumbabatiza Raul Asensio na umekwenda nje, ni kona. Wakipata Rayo Vallecano 3-3 sasa. Kona 6 kwa ujumla wake zimeshapigwa, kila mmoja akiwa amepiga kona 3. Haya, umepigwa mpira upande wa pili. Hernandez ameshindwa kuruka, wacha mpira umepita bila kupingwa. Hernandez anatazama, anamwambia mzee, umeshindwa kunikadiria hapo. Ilikuwa nafasi nzuri ambayo alipata Rayo Vallecano. Angalia, ni shuti la kwanza hilo akaokoa Andre Lunin, lakini mahesabu ambayo aliyafanya pia kucheza shuti la pili hayakuwa mazuri. Lakini Garcia pia Unaona mchezo ulivyo mpaka hivi sasa bado huwezi kusema nani anaweza kupata alama 3. Mechi inaonekana kuwa na pressure. Gerard Gumbau, pasi nzuri sana kwake Afonso Espinho, meiweka katika mapana ya uwanja. Pepe Chavaria, Gumbau, Espinho anamuelekeza Pepe Chavaria wapi, ameupeleka mpira ndani sasa. Umetua eneo zuri, lakini jinsi ulivyokuja ndivyo ambavyo ameupiga na haukujaa vyema katika mguu wake. Amejikuta akiupeleka mpira mbali zaidi. Pedro Diaz, hii hapa Andre Ratu alifanya jaribio la kwanza, Andre Runini akikataa. Jaribio la pili likafanywa na Gerard Gumbau, mpira ambao ulikwenda kumbabatiza Raul Asensio na kaenda nje. Vinicius, pasi katika njia kumtafuta Mbappe, ameshamkamua mtu Mbappe, mpira umekaa vyema. Mbappe! This is how he always does. Hivi ndivyo ambavyo amezoea kufanya mara zote. Kylian Mbappe amemnyanyua Don Carlo, lakini si yeye tu, hata mashabiki nao wamenyanyuka wakiwa na furaha. Hawaelewi Rayo Vallecano kile ambacho kimetokea. Kylian Mbappe, mwite muuaji, amekifanya kile ambacho mara zote amezoea kukifanya. Mashabiki wa Real Madrid wamenyanyuka, nyeupe inatawala, lakini tabasamu unaliona katika macho yake. Amefurahi. Tazama pasi nzuri ile akianzisha safari Luka Modric, pasi nzuri sana akiwa ameipiga Vinicius Junior. Kylian Mbappe katika kisanduku akamkamua mtu, licha kwamba mpira uligonga vile, lakini ulikuwa vyema tu akauweka na umejaa katika wavu vyema. Bao la kwanza Real Madrid. Ni bao la 20 kwa Kylian Mbappe kwa msimu huu wa mwaka 2024-2025. Alipata nafasi nzuri, akauseti mpira mwenyewe, akauweka wavuni. Angalia namna ambavyo alipokea huo mpira na kumtazama goalkeeper alivyosimama, Don Carlo Ancelotti. Huyu hapa anashangilia, lakini Kylian Mbappe anakuambia nipo, ni swala la muda tu. Anafanya andikia Real Madrid goli la kwanza na la kuongoza kwenye mchezo, lakini goli lake la 20 kwa msimu huu. Mchezaji ambaye amekuwa kwenye kiwango bora, goli moja nyuma. Bao la 18. Ilikuwa ni bao lake la 18 akiwa amefunga penalty 5 pia. Kylian Mbappe, goli 13 kwa mguu. Haya, umewekwa cross ndani katika nafasi nzuri. Imetua mali vyema ile, weka Pepe. Lakini mpira hauja kwenda vile ambavyo anataka. Lucas Vázquez kama anataka kujichanganya yeye na Rodrigo. Bado naendelea kutengeneza mazingira. Ameambiwa fanya hayo kwingine, sio kwake. Alfonso Espinho yuko na mpira. Vini ameshamkamua mtu wa kwanza. Vini tena anamkamua kwa mara ya pili. Vini bado yuko na mali katika sanduku cha hatari, kile anazunguka haoni wapi pa kupeleka mpira. Vinicius amewaacha wote wawili. Vini yuko na mpira. Vinicius Junior, huwezi ukafanya masiara kama ambayo amefanya Rayo Vallecano. Vinicius Junior atakuwa adhibu tu.
kwake ni rahisi kufanya hivi kuliko kuandika ama kufanya mtihani wa hesabu. Hii ni jambo ambalo analiweza sana Vinicius Junior. Bao lake la 10 hili msimu huu ndani ya Liga EA Sports amepeleka tabasamu kwa mashabiki wa Real Madrid ambao wamefika hapa. Yeye mwenyewe anaonyesha kuwa ni vamos, kazi nzuri akiwa ameifanya. Walikubali kuzungushwa na wakazungukwa kama vile koni. Vinicius akaenda kumchagua vyema sana Augusto Batalla. Alikwenda kulala upande mwingine, mpira ukapita kirahisi upande mwingine. Kulikuwa na little reflection, mpira ukaenda kwenye eneo ambalo hakutarajia Augusto Batalla. Bao la pili Real Madrid wanafunga. Ubora ndio kitu ambacho kimemsaidia Vinicius Junior kupata bao hili. Angalia namna ambavyo waliwasumbua defenders wakati wa kikosi cha Rayo Vallecano. Aliwageuza akaweka mpira wavuni. Vinicius Junior, nyota ambaye mwishoni mwa msimu uliopita alizungumzwa sana kama miongoni mwa wachezaji bora duniani, kwamba anastahili kupata tuzo ya Ballon d'Or, lakini kwa bahati mbaya hakuipata, lakini alipata tuzo ya mchezaji bora wa FIFA wa mwaka. Magoli 10 mpaka hivi sasa, magoli 8 kwa mguu na magoli 2 akiyafunga kwa penalty. Nyota ambaye amebakia kuwa tumaini la wa Brazil baada ya Neymar dos Santos ama Neymar Junior kushindwa kufanya mambo makubwa kwa kuwapa tuzo ya Ballon d'Or. Sasa matumainio ni yapo kwa Vinicius Junior. Wanaita grass cutting pass. Andre Lunini namna ambavyo anaichukulia mipira haya, lakini yuko chini bado Rodrigo. Naamini kwamba mwamuzi alipaswa kutazama vyema. Alikanyagwa vidole vya mkono. Kitazama vizuri kwenye picha ya marejeo utaona Rodrigo Goes, nyota pia ambaye amekuwa akisumbuliwa na majeraha ya mara kwa mara, lakini mara hii amekanyagwa mkono. Mara hii amekanyaga mkono. Na hilo ni goli ambalo alifunga Vinicius Junior. Namna ambavyo aliwakokota watu kutokea maeneo ya pembeni akaingia nao ndani akausukumiza mpira wavuni. Moja ya nyota hatari kweli duniani kwa sasa ni Vinicius Junior. Staili yake ya kushangilia ndio ile, lakini hawaamini Rayo Vallecano. Dakika nazo zinazidi kusogea, muda hausubiri. Dakika ya 43 ya mchezo, lakini bado Rodrigo Goes yuko chini, apata matibabu. Wakati huo mkongwe Luka Modric anakuja. Na anaomba mabadiliko. Amenyosha mkono, alikanyagwa kwenye vidole vya mkono. Acha tuone mambo atakavyokuwa na idadi ya wachezaji wa Rayo Vallecano. Dakika 3 zimeongezwa kufika 45 za kuhesabu za kipindi cha kwanza. Acha tuone, anaondoka na mali sasa. Afonso Espino ameitengeneza pazuri kwake Pepe Chavaria. Espino, haya, imefika pazuri, wanagusiana wenyewe, bado nafasi nzuri, gonga mpira ule, umegonga mtapa pale kwa nyingine. Lunini amefanya kazi nzuri na kupeleka mpira nje. Fran Garcia, mwamuzi anaonyesha ni offside. Bila shaka ni offside. Hata hivyo wala sio shida kama mpira umezama katika wavu, manake saa itaonyesha, lakini mwamuzi mkono wake na ishara yake ni offside. Jaribio hili hapa, mpira vizuri, alipiga shuti lakini Pedro Diaz ucheza mpira ule. Hii hapa ndio itatuonyesha vizuri. Pedro Diaz akiugonga mpira, umezama. Mpira uliingia ndani. Kwa ndani umezama. Lakini swala lingine ni offside. Na offside lakini ilikuja mara baada ya mpira kuzama ndani. Maana offside ilikuja mara baada ya mpira kuzama ndani. Sasa hapa bila shaka VAR inajiridhisha jambo. Acha tuone hapa, wanajiridhisha na kuona ni goli. Maana offside ilikuja mara baada ya mpira kuzama wavuni. Pedro Diaz amekwamisha mpira katika wavu kwa staili ya namna yake, anaonyesha ni mimi kama mlikuwa mjaona. Tazama, zilichangwa karata hapa, kasetiwa na Garcia. Pedro Diaz cheza mpira ule ambao Lunini ulimshinda, ukaenda kuzama katika wavu. Yani unaambiwa iligonga nginja ukazama ndani. Chuma hiyo hapo. Nafasi nzuri ambayo alipata Rayo Vallecano, wakapata bao la kuongoza, bao la kusawazisha, na hili linakuwa ni goli lake la kwanza kwa Diaz. Goli lake la kwanza kwa msimu huu.
amelipata mbele ya Real Madrid ambao mpaka hivi sasa wanaongoza kwa mabao 2-1. Dakika zinazidi kusogea. Real Madrid sasa 2, Rayo Vallecano 1. Kabumbu linaendelea.